Azam FC chini ya kocha mkuu wa klabu hiyo ambaye ni Florent Ibenge, kocha ambaye ana CV kubwa kabisa Afrika, akifanikisha klabu hiyo kutinga hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kwenye historia ya klabu. Wameweza kupata sare ya 1-1 dhidi ya wauaji wa Kusini. Hapa nazungumzia Namungo Football Club, mchezo ambao umechezwa kwenye uwanja ule wa uwanja wa Majaliwa Stadium pale Lindi. Na mara baada ya mchezo, kwa ndani ya mchezo yalitokea mambo mengi, ikiwemo kadi nyekundu ambazo walizipata Yerson Fuentes Mendoza, lakini pia mchezaji wa Namungo Mgunya, kutokana na rafsha zile za wachezaji za kuvutana mashati na mambo mengine kama hayo. Lakini mwisho wa siku Azam FC na Namungo ikamalizika kwa 1-1, magoli yakifungwa na nyota Idi Suleiman Nado, pamoja na goli la kusawazisha ambalo lilifungwa na nyota wa Namungo ambaye ni Fabrice Ngoi wa Ngoi, na kutamatisha mchezo huo sare ya 1-1, licha ya kwamba Namungo waliweza kupata penalty, lakini kwa uhodari wa kipa wa Azam FC Issa Fofana aliweza kufanya save ambayo Kikoti alishindwa kuandika bao la pili kupitia mkwaju wa penalty ambao aliweza kupata. Mara baada ya mchezo huu ambao ni mchezo wa tatu kwa upande wa Azam FC, wakiwa wameshinda mechi moja, wakipata sare 2, wakiwa na jumla ya alama 5. Baada ya mchezo huo meneja habari sasa na mawasiliano wa klabu ya Yanga, hapa namzungumzia Ali Kamwe, ameamka na posti ambayo ameweka caption ya kufurahisha kidogo kuhusiana na idara ya habari na mawasiliano ya Azam FC, akiwa ameweka mtu ambaye anaonekana anachakata akiwa na laptop yake, lakini pia na makaratasi, akisindikiza na caption inayosema kaka yangu Zaka za kazi bado anaendelea kupitia kilichotokea Lindi jana, atasema tu neno, msiwe na haraka. Alikamwe akiwa anawaambia watu kwamba Zaka za kazi anaendelea na kufanya tafiti ya kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wao dhidi ya Namungo. Kwa hiyo watu waendelee kuwa watulivu, kwa sababu imezoeleka kuona kwamba baada ya mchezo utaona mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Azam FC Zakaria Thabiti Chumwi, Zaka za kazi, akiweza kuandika mambo mbalimbali ya kusifia kwenye mtandao wake wa Instagram, vitu ambavyo mara nyingi watu wamekuwa wakivutiwa nazo. Lakini baada ya mchezo huu wa sare ya 1-1, ukijaribu kupita pale kwenye Instagram yake unaweza kaona utulivu ulivyokuwepo, kwa maana kwamba hakuna chochote ambacho wameweza kukiandika kuhusiana na mchezo huo. Alikamwe akaposti pia msimamo wa ligi ya NBC, akisindikiza na caption inayosema wale pale kiboko ya KM, akiendelea kuwazodoa klabu ya Azam FC, akitumia ule wimbo ambao wamekuwa wakiutumia hivi karibuni Azam FC, ambao umekuwa maarufu, ambao unaimbwa wale pale Azam, wale pale. Kwa hiyo Alikamwe yeye akaja akaandika wale pale kiboko ya KM. KM ni timu ambayo walikutana nayo Azam FC kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya awali, ambapo walifunga pale kwenye uwanja wa Amani Zanzibar, lakini pia kwenye mechi ya marudiano pale Azam Complex, na kutinga kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kwenye michuano hiyo ya kombe la shirikisho. Msimamo namba 1, msimamo wa ligi kuu ya NBC, namba 1 Young Africans akiwa anaongoza kwa jumla ya alama 10, akiwa amecheza michezo 4, akipata sare 1 na kushinda kwenye michezo 3, huku Simba akiwa nafasi ya pili, akiwa amecheza michezo 3, ameshinda 3, akiwa hana sare wala mchezo ambao ameweza kupoteza, na jumla ya alama 9. Pamba Jiji wao kwenye nafasi ya 3, wakiwa wamecheza michezo 6 tayari, wameshinda 2, wamedraw 3 na kupoteza mchezo 1, na wakiwa na jumla ya alama 9. Mbeya City wanafuatia kwenye nafasi ya 4 wakiwa wamecheza michezo 6 na alama 8.
Mashujaa nafasi ya 5 michezo 6 alama 8. Singida Black Stars nafasi ya 6 michezo 3 alama 7. JKT Tanzania nafasi ya 7 michezo 6 alama 7. Fountain Gates nafasi ya 8 michezo 6 alama 7. Tanzania Prison nafasi ya 9 michezo 4 alama 6. Namungo Football Club nafasi ya 10 michezo 6 wakiwa na jumla ya alama 6. Azam FC unaikuta nafasi ya 11 wakiwa wamecheza michezo 3 jumla ya alama 5 kibindoni. Nafasi ya 12 na shikwa na Mtibwa Sugar michezo 5 na jumla ya alama 5. Coastal Union michezo 5 na jumla ya alama 5. Dodoma Jiji michezo 6 jumla ya alama zikiwa 5. TRA United Sports Club wakiwa wamecheza michezo 3 na jumla ya alama 3. KMC wakifunga dimba nafasi ya 16 kwa maana ya chini kabisa mwa msimamo wa ligi ya NBC wakiwa wamecheza michezo 6 wakiwa na alama 3 peke yake, na kwenye michezo 6 ambayo wamecheza wameshinda mchezo mmoja pekee wakiwa wamepoteza michezo 5 na kuruhusu jumla ya goli 8. Wakiwa wameruhusu jumla ya goli 10 mpaka hivi sasa, wao wakiwa wameshinda magoli 2 peke yake. Huo ndivyo msimamo ulivyo wa ligi ya NBC kama ambavyo nimekujuza, lakini ukimya wa Zaka za Kazi kwenye Instagram yake, Hashim Ibwe yeye hakukaa kimya baada ya mchezo huo kumalizika. Aliweza kuandika kupitia Instagram yake kuhusiana na matokeo ambayo wameyapata pale Ruangwa, akiwa ameweka ile picha ya full time 1-1 akisindikiza na caption inayosema maadui ni wengi ila hatutachoka, akisema vamos Azam FC. Hashim Ibwe yeye amezungumza japo Zaka za Kazi amekaa kimya. Je, ni kwa muda gani Zaka za Kazi atakuja na kulizungumzia ili pengine kusema hata alhamdulillah kama ambavyo mara nyingine wasemaji wa hizi klabu wamekuwa wakizungumza? Utasikia labda ameandika asante, tumepata alama 3, tumefanya hivi, lakini kidogo Zaka yeye ameendelea kuwa kimya. Posti yake ya mwisho ambayo aliweka ni posti kuhusiana na mchezo kabla ya mchezo huo. Mimi naitwa Latifa Nafi, hii ni Ava TV, endelea kutufuatilia.